tunazungumza hivi sasa Wydad anafikiria kumtoa kwa mkopo Selemani Mwalimu. Tuna uhakika kama Zamalek watampa hiyo nafasi ya kucheza, ila wenzetu hawana hizo. Tumekusajili hapa tufanyie kazi, hatutaki. Yes, kwa hali gani mwanamichezo mwenzangu popote ulipo, karibu katika siku nyingine nzuri kwelikweli ya kuweza kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia kupitia Sports Recap ya FGTV hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Hapa nyumbani bwana, tumepata taarifa juu ya aliyekuwa ni mshambuliaji wa kinda wa klabu ya Young Africans Clement Mzize kapokea ofa nono kwelikweli. Ni ofa ambayo viongozi wa Yanga wanaona haitoshi, lakini ni ofa kubwa. Tutakuja kujadili hapa kwa kina ni ofa aina gani. Basi mimi na wewe tuko hapa tuweze kujadili kwa makini kabisa ukubwa wa ofa ambayo Mzize ameweza kuileta. Lakini huko kimataifa atakwenda kuangazia hali jinsi ilivyo mara baada ya mchezo wa finali ya Europa kati ya Manchester United dhidi ya Tottenham Hotspur. Hapo jana watu machozi yaliwatoka kwelikweli. Basi tunazo hizo taarifa kede ambazo tumekuandalia kupitia finali hiyo ya hapo jana. Mimi nikiwepo Benedicto mwenzangu na Joakim Mushi. Yapo mengi sana ambayo tumekuandalia kati ya haya ambayo tayari tumeshakufahamisha kupitia Sports Recap ya FGTV. Yes, tumerejea sasa. Tuanze kuyachanganua yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Yapo mengi sana ambayo mtazamaji wa FGTV utaweza kuyapata kupitia hapa Sports Recap. Mimi nikiwepo Benedicto mwenzangu ni Joakim Mushi. Tupo hapa katika kuhakikisha kwamba wanaweza kuhabarika vyema na habari mbalimbali za michezo. Bwana, tukianza na taarifa ya kwanza, tunafahamu ya kwamba kwa siku za karibuni klabu ya Yanga ilikuwa imehusishwa na kuachana na nyota wake Stefan Aziz Ki ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca. Licha ya pande zote mbili kuthibitisha juu ya tukio hilo, lakini hivi karibuni pia tumepokea taarifa inayotaja klabu ya Zamalek kuhitaji huduma ya Clement Mzize. Zamalek wamepeleka ofa ndani ya Yanga, ofa ambayo inatajwa kuwa ni $300,000 sawa sana takriban milioni 700 hivi ili kuweza kuhitaji huduma ya Mzize. Bila shaka Zamalek wanaonekana wana imani na wanaamini Mzize anaweza kuwa mtu sahihi kwenye klabu yao, anaweza kufanya kitu kikubwa. Lakini licha ya hiyo ofa ambayo ameileta, Africans wamekataa ofa hiyo wakidai ni ndogo. Kwa kile ambacho wakionyesha Clement Mzize msimu huu inatosha kumwaminisha kwamba ni striker ambaye anaweza kwenda kucheza timu yoyote ya Afrika. Ukilinganisha umri wake bado ni mdogo, na pia kitu ambacho amepitia tuseme kwa katika ujue Clement ndio mchezaji ambaye alikuwa katika kikosi kigumu sana cha Yanga. Ukizungumzia kina Maele, mpaka sasa hivi wamekuja kina Dube, ila ameonyesha kwamba yeye ni nani. Na hichi ambacho Zamalek wanahitaji ni hizi fununu zilipotoka msimu uliopita, kwamba msimu ukiisha kuna wachezaji wa Yanga ambao wataondoka, na inasemekana kuna vilabu vya magharibi kwa wenzetu wa Arabu walikuwa wanawahitaji, na leo hii tumeona Aziz Ki tayari deal lake limekamilika, ameshaondoka. Kwa hiyo hapo Mzize kilichobakia kama unavyosema wametoa $350, ila Yanga wao wanachotaka wanataka 650. Kwa hiyo tusubiri kama kweli na Zamalek wameonyesha nia ya kumhitaji kwa Clement. Kwa hiyo kama kweli wakifika dau ni wakati sahihi wa Clement kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Maswali ambayo wanayopata ni namna ambavyo teams zina place hizi prices za wachezaji. Vitu gani huwa wanavizingatia? Yaani hadi unasema huyu ana thamani ya $6.5 kwa maana ya zaidi ya bilioni 1.2. Kitu gani mtu unakizingatia kuweka hizi bei? Cha kwanza ni age, kwamba unaamini huyu ni kijana bado ana miaka 21, na maana bado ana safari ndefu ya kwenye mpira. Kwa hiyo kama utakiza hela kubwa itakulipa ndani ya miaka 5, miaka 4, then atakulipa mchezaji, kwa sababu unaweza kumchukua sasa hivi kwa hiyo hela unaona ni nyingi, akaenda akafanya makubwa, zikafika klabu ambazo zinamhitaji kwa hela kubwa zaidi ya ile. Kwa hiyo ni biashara nzuri. Kwa cha kwanza wanachoangalia ni umri. Sidhani kama mtu ana miaka 30, 32 timu kaika $600, hiyo itakuwa ni uongo. Ila Clement umri wake bado ni mdogo, bado ana makubwa, kipaji anacho. Kwa hiyo chochote kinaweza katokea. Zamalek wanaweza kumchukua kwa bei hiyo akafanya makubwa ndani ya misimu miwili, wakaja hata timu za nje pia za Ulaya, Clement akaondoka wakafanya biashara kubwa. Hiyo ilimtokea Popa Samata, aliondoka akiwa na umri mdogo, kaenda Kongo kafanya makubwa, wazungu wakamuona kaenda kafanya makubwa. Kwa hiyo age nayo inamata kwenye
hizi price ambazo unazisemea. Yeah, sawa. Mzize ambaye unaweza kusema amekuwa ni kiungo muhimu ndani ya Yanga, akiongoza ile safu ya ushambuliaji licha ya kuwepo kwa mastaa kadhaa wa kigeni, lakini yeye ameweza kufunika na kufanya kazi nzuri. Bila shaka ndiye ambaye unaweza kusema amemfunika Kennedy Musonda, licha kuwa ni mshambuliaji ambaye alikuwa mshambuliaji namba 2 badala ya Fiston Mayele, lakini yeye kaweza kupick kile ambacho alitaka kukifanya na ameweza kumfunika kabisa Musonda. Mpaka leo hii mashabiki wako tayari Musonda aondoke. Sahi, unachosema ni kweli. Clement amekuja amefunika ule ufalme wa Musonda, kwa sababu tunajua Musonda kana kutoka Zambia anakuja hapa Yanga, alikuwa ni mtu hatari sana na watu waliamini Musonda pengine angempata changamoto, kwa sababu kama unakumbuka Musonda alikuwa anaipo kuliko hata Mayele. Lakini alipokuja hapa Mayele katika over game yake tu ile ya kwanza ufunguzi akaonyesha yeye ni nani, watu wakamwamini, akaendelea kufanya kazi. Na Musonda naye nadhani game ya kwanza iliyomtambulisha ilikuwa ni ile wameenda Mbeya kule, wanashinda goli 2 kwa tabu. Musonda nani Clement anafunga dakika za mwisho ile naye ikampa nafasi, Nabi naye akawaamini vijana kipindi kile nakumbuka akaonyesha. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na amepewa nafasi, ameonyesha kushine ndani ya Yanga ambayo ina mastaa kama wakina Aziziki, wakina Maelo, wakina Kennedy, wamekuja wamepita wachezaji wengi ambao nadhani uliwaona. Clement bakabakia pale, ni mchezaji mzuri, akipewa muda wa kucheza kama hivi ataonyesha chochote. Lakini kuna changamoto pia hapo kwenye hao wachezaji wa kigeni wanaokwenda katika klabu hivyo, kwenda huko wanatoka akiwa na kiwango bora kabisa, lakini wamekuwa kishindwa kuprove kule ambako wanaenda, hasa wachezaji wa Tanzania. Tunazungumza hivi sasa Wydad wanafikiria kumtoa kwa mkopo Selemani Mwalimu. Tuna uhakika kama Zamalek watampa hiyo nafasi ya kucheza? Mimi nachoona ni sisi tu wenye wachezaji kutokutambua, kwa sababu tumeona Imidi Mao mpaka leo yupo Misri anacheza. Kwa nini anacheza? Kwa sababu anajiamini na akipewa nafasi licha ya timu. Ni wenzetu ligi yao hawaangalii wewe ni nani, unatoka wapi. Kama leo tunazungumza mchezaji kama Baraka Gamba Majogora kwa Afrika Kusini. Tunasema anafanya vizuri. Lakini anacheza timu gani? Yani haijalishi, ila kwamba kama unatoka timu fulani unarudi timu fulani hapo huko hapo, wewe ni mchezaji mzuri. Sisi wachezaji wetu wanashindwa kujielewa kwamba Clement kwa mfano huko Tanzania anaimbwa sana. Hata akikosa goli Clement ataandikwa, ataimbwa vizuri, ila wenzetu hawana hizo. Tumekusajili hapa tufanyie kazi. Hatutaki yale maneno. Sisi huku kidogo vyombo vyetu vya habari vinawapa hype sana wachezaji ambao mtu mwingine uwezo wake ni wa kawaida tu, ila unakuta jinsi anavyoongelewa ni tofauti na kile ambacho anakifanya. Ila kwa wenzetu hawako hivyo. Wenzetu fanya kazi. Ukifanya kazi watu watakuongelea vizuri. Sasa tunajaribu kuangalia baadhi ya wachezaji ambao kama Selemani Mwalimu. Wakati anaondoka hapa alicheza mechi 10 tu za ligi akifunga magoli 6 na alikuwa katika wakati bora kwa kweli. Selemani Mwalimu. Unadhani ni hype ya vyombo vya habari ndio ilempeleka Wydad au uwezo wake? Suleimani ni uwezo wake pia. Okay. Kwamba uwezo wake ndio unampeleka Wydad. Kwa nini sasa ule uwezo ameshindwa kuprove ndani ya Wydad kiasi kwamba wanamruhusu sasa kumtoa kwa mkopo? Okay, Wydad ni timu kubwa na Wydad malengo yao ni makubwa. Wydad angalia mwalimu aliyotoka ni nani na mwalimu ambaye alimleta Suleimani ni nani, kwamba ni Mkwena sasa hivi hayupo. Kwa hiyo mwalimu anakuja na vitu vyake vipya kichwani, anakuja anajua kabisa mimi kwenye safu yangu ushambuliaji kuna mtu fulani nikimpata atanisaidia. Kwa hiyo Suleimani sio kama ni mbaya, Suleimani ni mzuri, la mipango ya mwalimu ndio inamweka nje ya mfumo wake. Sijui umenielewa. Kwa hiyo Suleimani sio mbaya na wachezaji wote ambao wanaenda huko wanashindwa sio wabaya, ila mifumo ya mwalimu ndio inawakataa wao. Kwa sababu ukiangalia Mkwena ndio alipendekeza Suleimani asajiliwe, Mkwena hayupo, nani atakutumia? Na maana mwalimu ambaye anakuja anabidi apate sana kazi ya kukufuatilia, angalia hadi background yako, je, ulikuwaje, kutoka wapi, mcheza wapi. Na ukiangalia Wydad wanajiandaa na mashindano makubwa. Kwa hiyo watahitaji watu ambao tayari wako timamu, ambao tayari CV yao kweli wanaonekana wana wachezaji ambao wamekamilika na wamekomaa. Suleimani bado ni kijana, kwa hiyo hilo nalo linakuwa ni shida kidogo. Sawa, Suleimani bado ni kijana, lakini tutaona nini ambacho kitatokea kwa Mzize pia, ambaye kama atajiunga na Zamalek, kama ataonyesha ule ubora wake au la, na kama dili litakamilika, tuone kama Zamalek wataendelea kupanda dao kama ambavyo Africans wamekuwa wakihitaji. Sisi FDTV tutakuwa hapa kukupa updates za mara kwa mara juu ya uwezekano wa dili hilo kukamilika. Kwa tutakuwa hapa macho wakati wote. Kichana na taarifa hiyo, sasa tuangazie taarifa nyingine. Bwana, tunafahamu ya kwamba ligi ile ya vijana top 8 inaendelea chini ya miaka 20 inaendelea na michezo mbalimbali inapigwa. Kibaya zaidi tumeziangalia timu za Simba na Yanga za vijana zimekuwa zikifanya vibaya sana, na pengine zinatia wasiwasi kama zinaweza kufuzu hata robo finali. Pia imekuwa ni miaka mingi sana kwa hapa nchini kushuhudia Simba na Yanga
timu za vijana zikifika finali au hata nusu finali ni nadra sana. Ni mara chache mno kuweza kushuhudia hali hiyo. Yana siku hizi mbili wote wampokea vichapo. Yanga wampoteza 2-1, Simba kupoteza 2-0 kwenye michezo hii ya vijana. Kuna tafsiri ambayo hatuielewi. Hivi ndio timu ambazo tunazitegemea kwenye soka letu nchini, lakini hakuna timu bora za vijana. Bila shaka hawakuna nguvu ya ziada ambayo imewekwa kwenye soko la vijana kwa sababu hivi. Mimi ukiniambia mara mwisho kushuhudia Yanga au Simba wakiwa na kikosi bora ya vijana ni ule mwaka ambao Simba wanafanya maajabu na wale vijana wanapandishwa wanakuja kuwa msaada kwenye taifa. Nikimzungumzia kina Ndemla, kina Singano Messi, wakina Edward Christopher. Ile ndio ilikuwa Simba bora ya under 20. Ila baada hapo sijawahi kushuhudia tena Simba ikiwa bora wala Yanga ikiwa bora. Na pia tunabidi tujue kitu kingine kwamba mpira sasa hivi umebadilika. Sasa hivi hata hivi vilabu vingine vinawekeza kwenye vijana, kwa sababu tumeona kwa mfano timu kama Mtibwa wao wanategemea sana vijana. Timu kama Kagera msimu uliopita ndio walikuwa mabingwa, wanatumia sana vijana. Kwa hiyo Simba na Yanga waache kujiona wao ni wakubwa wakati wao bado ni wadogo kwenye mashindano ya under 20, kwa sababu nasema hivyo vijana sasa hivi kila mtu anajua mpira ni maisha, mpira ni ajira. Kwa hiyo anajua anapokutana na Simba ni kikaza chochote kinaweza kufanyaje kikatokea. Kwa hiyo Simba na Yanga wawekeze vizuri, wawekeze vizuri kwenye nguvu za vijana, wanaweza kufika sehemu. Ila tusitegemee ukubwa, kwa sababu mimi nacheza Simba under 20, mimi nacheza Yanga under 20, kwa hiyo mimi ni mkubwa. Hapana, unakutana na mtu yuko Mashujaa kangata meno, unakutana na mtu yuko Fountain Gate kangata meno. Kwa hiyo game inakupa nguvu. Hataki masiara, kwa sababu mifano tunayo. Mtu akimwangalia Said Ndemla anajua alikuwa timu ya vijana, akimwangalia Singano alikuwa timu ya vijana, Mkude alikuwa. Kwa hiyo anajua kabisa kuna chochote kinatokea. Kuna Tipu Evans wametoka huko, wakina Farido wametoka huko. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na hamu ya kucheza mashindano haya. Ndio maana Yanga Simba na wasipokuwa makini wataendelea kubuluzwa. Kwa sababu vijana sasa hivi wameamka na vijana wanajua maisha ni mpira. Nikiweka nguvu kwenye mpira, chochote kinaweza kutokea. Nasoma mimi sishangai kuona Yanga Simba wasipoingia robo finali. Unadhani kuna mifumo sahihi ya kutengeneza timu za vijana kwa hawa wakubwa Simba na Yanga? Mifumo ipo, ila mifumo pia inaanzia juu. Ukitaka kuangalia sasa hivi timu zetu mbili, wao wakubwa tu wenyewe huko juu ni shida. Kwa hiyo akili na mbinu zote zinahamia kwa wakubwa, wadogo nguvu zinakuwepo kidogo sana. Najaribu kusema hiyo mifumo sahihi ipo kwa sababu hizi timu zina kila kitu. Yaani kuwa na kila kitu sawa. Sasa ile mifumo ambayo inasema kwamba tunakwenda kutafuta timu za vijana ambao wako bora. Sababu nakupa mfano mzuri. Simba walikuja na project ya timu ya vijana ya under 17 bila shaka. Ambapo tunakumbuka kuna kampuni iliwekeza takriban milioni 500. Lakini ilikuja wakati ile timu kwenye kuundwa, kuna wachezaji kwanza walichelewa kujiunga kambini kwenye hiyo timu. Mwisho siku alikwenda kwenye ile mashindano ambayo John Raphael Boko alikuwa ndio kocha wakati ule kwenye timu ya vijana ya Simba, walienda wakafanya vibaya kabisa. Najiuliza, je, hii mifumo sahihi ipo? Wakati walimtangaza Patrick Wimam kwa meneja wa hizo timu, walimtangaza pia Suleiman Matola kusimamia hizo program akisema na John Raphael Boko, lakini hatujiona impact yake na watu waliinvest pesa imeenda. Ndio maana nauliza, hiyo mifumo sahihi ipo au ni ujanja tu mbele ya vyombo vya habari? Ndugu yangu wewe kuna kitu unakitafuta. Tunajaribu kushare baadhi ya sababu yani malengo yako wewe au maoni yako yapo sahihi, ila ujanja ukosekane. Yani Bongo mwenyewe unajua kwenye hela ndio kwenye figisu. Tumeona Stand alipopanda ligi ilivyoweka tu hela, Stand ikapoika gawanyika. Kwa hiyo kwenye hii mifumo, unaposema mifumo sahihi, viongozi wanatamani kwa kuna mifumo sahihi. Ndio maana shirikisho, bodi vyote vinapambania ili kwa kuna mifumo sahihi kabisa. Unamjua huyu Mushi katoka under 17 kapandishwa under 20, sasa hivi sijui unanielewa. Ila sasa hivi ukiangalia hamna mfumo huo, unakuta mchezaji kaonekana mara yupo ligi kuu. Sasa hiyo sio mifumo sahihi. Ila kama hawa tu viongozi wao wenyewe, kwa sababu kina kama Boko mmemzungumzia, kacheza mpira, anajua mpira. Kina Gray Morris wamecheza mpira, kwa hiyo wanajua mpira, mtoto anaandaliwa akiwa wapi. Hivyo wote wanajua, ila tu sasa wale wenye mamlaka ndio wanajifanya hawajui. Ila hao waliocheza naamini wanajua. Na sasa hivi tunataka kuangalia wachezaji wengi sasa hivi ndio walimu. Kwa hiyo wasitaki kudanganya kwamba hawajui misingi ya mpira unaanzia wapi. Kwa hiyo tu ni uongozi kama ile inawekwa, watu wafuate basi misingi, japokuwa tuone mchezaji anatoka pale under 12 unaelewa hivyo. Unajua kuna watoto wengi
wametoka sijui under 15 labda wameenda national team. Sahihi. Wakarudi, wakabahatika kucheza kwenye klabu yoyote ya under 17. Sahihi. Wakitokea hapo under 17 ndio hapo sasa unajiuliza. Kuna timu mara nyingi zimeshinda sana ubingwa wa under 20. Sahihi. Ziko timu kama Mashujaa, Mtibwa, Kagera Sugar. Wale vijana ile cream yote Mbeya Kwanza. Sahihi. Ile cream ya ile vijana ambao walikuwa wanatengeneza timu zile za under 20. Wakishamaliza ligi wanakwenda wapi? Hilo swali ukiniuliza mimi naweza kukujibu kitu kimoja. Sasa hivi watu wameandaa, na hisi sisemi kwa ubaya, ila nahisi kama watu wameandaa njia zao na wao za kupigia hela. Ndio maana kuna michuano shangaa fulani katokea ndondokapo, fulani sijui unanielewa. Kwa hiyo ina maana mtu anaona bora niwekeze nguvu huku, kwa sababu nikiwekeza nguvu huku wajanja ni wengi. Kwa mzaji anatoka ndondokapo anakuja na national team, kweli mtu anaweza kutusaidia kukutana na watu ambao wametoka kwenye misingi ya mpira. Ndio maana tunaonekana kwamba sisi hatujui mpira, sio kama hatujui mpira. Sisi mchezaji anatoka tu from nowhere. Ila wenzetu kufuatilia Arsenal kuna siku wako kwenye akademi ya La Masia wako kwenye. Kwa hiyo anafuata ile misingi ya mpira. Ndio maana sisi tunashindwa kufanya maamuzi kwenye mechi sahihi. Yaani mchezaji mkubwa anafanya maamuzi kwenye mechi kubwa. Ila sisi wachezaji wetu wakubwa wanafanya maamuzi kwenye mechi za kawaida tu. Sijui umeelewa. Kwa sababu ile misingi hawana. Kwa hiyo ni kikubwa shirikisho hii ya viongozi wa timu kubwa wakina John Boko, wakina Gray wamecheza mpira. Kwa hiyo wakina Niza, wakina Kiemba wamecheza mpira. Kwa hiyo wanajua, hebu wajaribu kuongea ukweli kama mchezaji atoke sehemu fulani aje sehemu fulani, wafuate ile misingi. Hata kama tunazidiwa kwa national team, tunajua kabisa tumezidiwa kwa sababu ya 1 2 3, ila tusipewe tu hamasa, tufundishwe mpira Tanzania. Yes, Tanzania ifundishwe pia namna gani ya kuweza kusimamia program za timu za vijana, ujanja pia upungue. Tupate break kidogo, tukirejea hapa tutakwenda kuangazia yale ambayo tumekuandalia katika uga wa kimataifa. Yes, tumerejea sasa, tuanze kuangazia yale yote ambayo tumekuandalia kwenye uga wa kimataifa katika siku hii ya leo. Bwana, tunafahamu weekend hii utapigwa mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na kati ya Simba dhidi ya Berkane ambao utapigwa pale Zanzibar. Wakati Simba wako nyuma kwa mabao 2-0 kwenye kutoka kwenye mchezo wa kwanza. Taarifa njema kwa Berkane, lakini pia ni taarifa mbaya kwa Simba kwamba mshambuliaji wa Berkane ambaye ni Paul Basena tayari amerejea na yuko fit, kwa sababu alimkosa katika mchezo wa pili kwa sababu ya jeraha. Kwa sasa amerejea, yuko fit, na tunasema ni mshambuliaji wa hatari pia kwa sababu kwenye kampeni ya kombe la shirikisho msimu huu amefunga magoli 4 na kiasisti 1. Kwa ni mchezaji ambaye ni muhimu kwenye kikosi cha Berkane na anakwenda kuongeza chachu na inakuwa ni hatari pia kwa Simba. Sahihi. Paul Basena walimkosa mchezo wa kwanza Berkane, na tuliona shida Simba ambao walipata kwa kina wale wakina Osama tuliona. Kwa hiyo kuongezeka kwa Basena pia ni mchezaji hatari, bado ni kijana miaka 24, raia wa Senegali, anajua mpira, kakulia kwenye makuzi ambayo tulikuwa tunaongelea kwamba mtu anatoka under 17 under 20 mpaka anakuja national team. Unaona kabisa ile makuzi yake kwamba huyu ni mchezaji hatari. Hii hapa kwa kurudi kwa Paul Basena itakuwa ni mechi ngumu, na safu ya ulinzi wa Simba wanabidi wajiangalie. Kama ulivyosema, ana magoli 4, kana magoli 4, ana assist 1. Kwa hiyo sio mchezaji wa kawaida, ni mchezaji hatari. Pia kuikosa mechi yake ya kwanza hii kuja hii hapa kuna kitu inamuongezea. Unajua mchezaji mkubwa akikosa mechi moja, mechi inayokuja anakuwa na ile shauku ya kutaka kuonyesha. Na tukirudi kwa kama nilivyosema kwenye ukuta wa Simba wakina Shefondo, Abdulrazak tuliona siku ile alitoka, japokuwa anasema kwamba alikuwa anaumwa. Kwa hiyo ni dalili mbaya kama ulivyosema, ni nzuri ila ni mbaya pia kwa Simba, kwa maana wanakutana na mtu ambaye atakuwa na hatari na uhatari, na kashaangalia ile mechi, anajua madhaifu ya Simba yako wapi, uzuri wa Simba uko wapi. Kwa hiyo ni mtu hatari sana wa kuchungwa. Kwa hiyo wakina Abdulrazak, wakina Shefondo, yote Shamua Karabua kama atakataanza, wakina Mohamed Hussein, kina Kapombe, ni mtu wa kumchunga sana. Sawa, ni mtu wa kumchunga. Basi tasubiri kama Paul Basena atakwenda kuanza katika mchezo, atatokea katika bench katika mchezo ambao utapigwa Mei 25. Kwa weekend hii tutashuhudia finali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika katika mchezo wa mkondo wa pili. Bwana, tukiachana na taarifa hiyo, tunafahamu usiku wa jana tulishuhudia finali ya mchezo wa Europa League ukipigwa kati ya Tottenham Hotspur dhidi ya Manchester United katika mchezo ambao ulipigwa pale katika dimba la San Mamés pale katika jiji la Bilbao nchini Spain, na full time
Spurs wanaondoka washindi wa 1-0. Tambo Majijambo zote za Man U zikafia pale pale. Sio Tambo wala sio Majijambo, ila naona Man U kwenda kupoteza mvuto msimu huu. Kwa sababu siamini mchezaji mkubwa yoyote duniani atamani kwenda kucheza timu ambayo haishiriki michuano mikubwa. Kwa hiyo Man U wana kitu cha kufanya kwa msimu ujao, na kwa mechi ya jana siwezi kuwalaumu sana, walipambana, tuliona walipata chance, japokuwa ndio hivyo, one mistake, one goal. Ni mchezo mkubwa kwamba unapopata nafasi itumie. Umeona Richarlison alipambana, Johnson ile goli anafunga, ilikuwa nafasi ngumu sana. Huwezi msifu kwamba huwezi mlaumu pia Onana kwamba labda ni mistake ya Onana, hapana. Katoka mbali Johnson na inapigwa cross, anaigusa goal. Yaani basi ilikuwa ni bahati yao. Yaani mpira kuna bahati. Sahihi, ila kwenye mpira pia kuna bahati. Jana Tottenham bahati ilikuwa kwao, wameshinda. Tulitoka kujadili huu mchezo, tulikubaliana kitu kimoja kwamba msimu huu Man U mbele ya Spurs kumekuwa na hali mbaya sana. Na pengine wataweza kutumia mchezo huo kuvunja uteja, lakini Spurs wameonyesha kwamba kama kuna watu wanaoshindwa Man U, wao wanawaabudu. Man U ni kweli, Manchester United kweli msimu huu kaonewa sana Tottenham. Yaani na sio Tottenham, Man U kaonewa at least na timu za London. Timu za London zimeonea sana Manchester United. Na kwa kitendo cha jana ambacho wamekifanya Tottenham ni kitendo kikubwa. Kwanza wameshinda Europa, wamerudi kwenye michuano ya UEFA. Kwa hiyo usiku wa UEFA tutakuwa tunaona Tottenham. Ila pili pia imekuwa ni mbaya kwa Manchester United, wako nafasi ya 17, hawashiriki michuano yote ya kimataifa msimu ujao. Kwa hiyo hawana cha kuongea Manchester United. Ila tu wajipange kwa msimu ujao, wale wazee wakina Casemiro, wakina Bruno Fernandes, wakina Maguire, hebu wakae kidogo na mwalimu wao. Unajua ni mwalimu mkubwa, japokuwa ndo msimu wake wa kwanza. Mimi naamini kuna chochote anaweza kufanya, na msimu ujao ule tunaweza tukawaona Manchester United kwenye usiku wa UEFA. Okay, sawa. Tunazungumza Spurs ambao wametoa taji lao, tunasema taji rasmi baada ya miaka 17 iliyopita. Hii Europa ni baada ya miaka 41. Sasa tunasema taji rasmi. Taji rasmi kwamba hili linafahamika, ni taji rasmi. Lolote lile. Miaka 17 hivi kama. Sahihi. Sasa hapa tunarudi kwa ndugu yangu Alikeni. Msimu huu wote Kenya amechukua pale Bundesliga, Son na yeye. Sahihi. Ila miongoni mwa kauli ambazo alizungumza baada ya mchezo, alisema sasa anaweza kuwa legend wa klabu, kama hata akiondoka anaweza kutaja katika orodha ya legend. Sahihi. Sony kwa hichi ambacho amefanya Tottenham, mtu mwenye furaha kwanza anaweza kuwa ni Ming Son. Kwa sababu yani vitu kama hivi vilikuwa vinapita hapa mbele yao tu. Nadhani UEFA unakumbuka, kwenye ligi unakumbuka, yani vilikuwa vinawapitia hapa. Kwa hiyo ni kwa career ya mchezaji kufikia hatua kama hii hapa, kuchukua Europa ni stage kubwa, kwa sababu Europa kutoa UEFA inafuata Europa, ndio. Kwa hiyo ni mashindano makubwa Ulaya. Kwa hiyo una chochote cha kuongea, unaweza kukaa kiti ambacho anakaa Messi, unaweza kukaa kiti ukapiga story na Messi naye akakuelewa. Kwa hiyo Mingson, congratulations kwake, congratulations Tottenham, congratulations mwalimu, kwa sababu ndo msimu wake wa pili na aliahidi na kuja msimu huu, ila msimu unaokuja chochote kinaweza kupatikana. Kwa hiyo big up kwa Tottenham, ila Man U naonea huruma. Man U toka 2009 wamecheza finali 6 za Europa League. Na kati hizo 6 wamepoteza 5. Sahihi. Wamechukua tu mbele ya Mourinho. Yaani Manchester United wana kitu cha kujifunza, kwa sababu kuingia finali hizo zote afu 6 afu unapoteza 5 unashinda 1. Yaani unabidi mwenyewe ujiulize timu ina nini, kuna tatizo liko wapi, ni walimu, ni wachezaji. Kwa hiyo naamini watakuja watakaa sawa, ila wanabidi wapambane Man U, kwa sababu Man U sio timu ambayo ipo strong. Unaona kabisa ni timu ambayo inaruhusu magoli, kufunga nyesa hivi Man U ni kwa mtihani. Unategemea Hojlund ambaye ndio yule kama jana tumemwona za ugoko. Kwa hiyo Man U Victor Osimhen ampe jezi yake. Sawa bwana, kesho nayo ni siku kwenye Sports Recap. Hapa tunayo mengi ambayo tutakujuza pia. Kuhusu tu kuendelea kuwa nasi, maana muda wetu pia unakimbia kwa kweli katika matukio mbalimbali ambayo tutakuletea kupitia FJTV. Mimi nikiwa Benedict, mwenzangu alikuwa ni Joakim Moshi. Basi tukusie tuendelee kusalia hapo ili uweze kupata matukio mbalimbali kutoka FJTV.